Jeshi la Kujenga Taifa, Meja Jenerali Martin Kusungu, viongozi mbalimbali wa serikali mliopo, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, askari wetu mmoja na vijana wa JKT wa Operation Mererani wapatao 10 tunaoaga leo tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2018. Jeshi la Kujenga Taifa limekuwa likiendesha mafunzo ya vijana wa mujibu wa sheria na vijana wa kujitolea katika makambi yake mbalimbali yaliyopo nchini. Vijana wa kujitolea wamekuwa wakipata mafunzo ya awali ya kijeshi kwa kipindi cha miezi 6 na baadaye kuhamishiwa katika makambi ya uzalishaji mali ambako hujifunza stadi za kazi na stadi za maisha. Vijana wa Operation Mererani ambao miongoni mwao ni vijana waliopata ajali tunaotarajia kuaga leo, walianza mafunzo yao ya awali ya kijeshi mwezi Januari mwaka 2018 na kumaliza mafunzo hayo ya awali ya kijeshi mwezi Juni mwaka 2018, na hivyo kuanza kutawanywa katika makambi mbalimbali ya uzalishaji mali. Katika tukio hilo madhara yafuatayo yalitokea. Jumla ya watu 13 walifariki katika eneo la ajali. Kati yao kulikuwa na askari mmoja ambaye alikuwa mkuu wa msafara, vijana wa JKT 10. Kati ya hao 10 vijana wa kike service girls ni 3, vijana wa kiume serviceman ni 7, raia 2 ambapo ni driver pamoja na fundi. Majeruhi walikuwa 48 ambapo majeruhi 9 walilazwa katika hospitali ya Rufaa Mbeya, majeruhi 11 walilazwa katika hospitali ya kanda ya jeshi iliyopo Mbalizi, na majeruhi 28 walilazwa katika hospitali ya Itende JKT. Hali ya majeruhi kwa sasa inaendelea kuimarika. Aidha, majeruhi waliobaki hospitali hadi sasa ni 15. Mbeya ni 7, waliopo hospitali ya kanda Mbalizi ni 6, waliopo zahanati ya kikosi Itende ni 2. Askari pamoja na vijana hao tunaoaga leo kwa heshima za kijeshi wataanza kusafirishwa leo kwenda mikoa mbalimbali ya Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitumie nafasi hii kuwapa pole nyingi sana familia za marehemu, ndugu na jamaa na marafiki wote walioguswa na msiba huu mzito uliolipata taifa letu. Nakosa maneno sahihi ya kuyatumia, kwani ni ukweli usiopingika kuwa vijana hao walikuwa tayari kulitumikia taifa lao mahali popote. Aidha, niwakumbushe kuwa tarehe 1 Juni 2018 pale 823 KJ Masange JKT Tabora, mimi nilikuwa na vijana hawa pamoja na wenzao wakati nafunga rasmi mafunzo yao ya awali. Niliweza kupata nafasi ya kuwaasa vijana wangu kuwa kuishi kwa kuzingatia kiapo chao na kuwa tayari kulitumikia taifa wakati wowote na mahali popote watakapopangiwa. Kwa kweli sisi Jeshi la Kujenga Taifa tumeumizwa sana na vifo vyao, na kufuatia tukio hili la kusikitisha, tayari tumeunda bodi ya uchunguzi ili kujua chanzo cha ajali hiyo, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Mheshimiwa Katibu Mkuu na hadhara iliyopo hapa, tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu na uvumilivu wazazi wa marehemu vijana wetu, wafiwa wote, ndugu jamaa na marafiki, hasa katika kipindi hiki kigumu
ambacho tumewapoteza wapendwa wetu. Base Commander Mbeya, mkuu wa kikosi 844 Itende, ndugu wazazi wa fielenu, kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya ulinzi General Venance Mabeyo ambaye alitakiwa ahudhurie katika shughuli hii, lakini kwa bahati mbaya au nzuri kawa amepata majukumu mengine ya kitaifa. Kwa hiyo akanituma mimi nimwakilishe katika shughuli hii. Tukiwa na majonzi makubwa kutokana na msiba mkubwa uliotupata sisi Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Jeshi la Kujenga Taifa na taifa kwa ujumla. Ndugu waombolezaji, nina majonzi makubwa kushiriki nanyi kuomboleza na kuaga vijana wetu hao waliopoteza maisha wakiwa katika majukumu ya ujenzi wa taifa letu kupitia mafunzo Jeshi la Kujenga Taifa. Vijana hao wamefariki wakitimiza wajibu wa kizalendo wa kuitumikia nchi. Walikuwa ni vijana wenye upendo na nchi yao na utayari wa kulitumikia taifa kivitendo, na hii inadhihirishwa na utayari wao wa kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea. Kuna majonzi makubwa kwa kuwapoteza wakiwa vijana wadogo sana. Kwa hakika tumepotelewa na nguvu kazi adhimu ya taifa letu, hususan sisi kama Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Tukumbuke tu kwamba nguvu kazi kubwa ambayo ilitumika kujenga ukuta wa Mererani ilichangiwa kwa kiasi kikubwa sana na vijana hawa ambao wanakuja kujitolea katika Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Tunaamini kwamba pengine kama sio nguvu yao, inawezekana ukuta ule ungechukua muda mrefu sana. Kwa kweli kwa sisi kama Jeshi la Wananchi wa Tanzania na Jeshi la Kujenga Taifa ni kilio kikubwa, sababu ni vijana wadogo sana, na tunaamini wangeweza wakalitumia taifa hili katika muda mrefu zaidi kama Mungu angelidia hivyo. Lakini tunasema kwamba mapenzi ya Mungu lazima tuyakubali. Nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru wote mliofika kuungana nasi katika kuomboleza na kutufariji katika kuaga vijana wetu ambao muda mfupi ujao watasafirishwa kwenda kuzikwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa, kwa niaba ya Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi wa Tanzania, nitumie nafasi hii pia kufikisha shukrani zetu kwa uongozi wa mkoa wa Mbeya, kamati nzima ya usalama ya mkoa, madaktari, wauguzi na wananchi wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuwahudumia majeruhi wa ajali na pia kuwahudumia na kuwahifadhi marehemu wetu. Tunaomba moyo huu wa upendo uendelee kudumu miongoni mwetu. Kwa vijana wetu waliojeruhiwa, napenda kuwapa pole tena sana vijana wote waliopata majeraha katika ajali hiyo na kuombea Mungu wapone haraka ili waweze kuendelea na kutekeleza majukumu yao na hatimaye kutimiza ndoto yao. Mwisho, natoa pole sana kwa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wa vijana wetu waliofariki. Mwenyezi Mungu awabariki na wale waliopata ulemavu wa kudumu. Tunawasihi wote wafute subira wakati taratibu hizo zikiandaliwa. Nawashukuru sana, nawashukuru tena, asanteni sana kwa kujumuika na sisi katika kipindi hiki kigumu wakati tunaomboleza vijana wetu ambao wamefikwa na mauti.
heshima na taadhima, naomba sasa viongozi wetu wa kidini waweze simama katika viwanja hivi, uzipokee roho hizi, uzipumzishe milele. Sisi kama taifa tumesimama kwa simanzi kuu. Samsung aliyepoteza simu yake. Ndio pembeni. Askari na ndio pembeni. Askari na mausa kwa pembeni, kuomba kuongezeke kwa kutoa msaada. Askari kuomba tujiweke nyingi kwa pembeni pale ndio simama, na wengine kuomba tujiweke kuweza kutoa msaada. Kwa huzuni, masikitiko na majonzi makubwa. Vile vile tunafahamu kuwa kulikuwa na vijana kadhaa ambao walikuwa wamepata majeraha na maumivu kufuatia ajali hiyo. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Ulinzi la Taifa inatoa pole kwa mkuu wa majeshi ya ulinzi na pia kwa mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Taifa kutokana na vifo vya vijana hawa. Vile vile tunatoa pole sana kwa wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki ambao tumeguswa na msiba huu. Ni vyema sisi sote, yani wanafamilia, ndio wazazi wengine wako hapa,
ndugu, jamaa, marafiki, wananchi, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Jeshi la Kujenga Taifa, tupokee msiba huu ili vijana wetu na askari wakapumzishwe kwa amani kwenye nyumba yao ya milele. Kama ilivyosemwa hapo awali, taifa hili limepoteza vijana ambao walikuwa wanajengewa uwezo kupitia mafunzo ya awali ya kijeshi, ambapo baada ya kumaliza mafunzo haya ya awali ya kijeshi wangekuwa wanaanza kupatiwa mafunzo katika stadi mbalimbali za kazi na stadi za maisha. Vijana hawa walikuwa na lengo la kumaliza mafunzo yao katika Jeshi la Kujenga Taifa, huku wakiwa wamejengewa uwezo katika stadi mbalimbali za kazi na za maisha. Kama ilivyo dhana ya mafunzo ya vijana hawa kuwa baada ya kuhitimu mafunzo yao wangeweza kufanya kazi mbalimbali za kujenga taifa, zile ambazo zingekuwa zinagusa wao wenyewe binafsi, lakini pia zile ambazo zingeweza kuligusa taifa kwa ujumla, na kutekeleza majukumu mbalimbali ya ujenzi wa taifa kwa bidii, nidhamu na weledi mkubwa. Kupitia vijana hawa mambo mengi makubwa yamefanyika na yanaendelea kufanywa, ambayo kwa kutumia taratibu za mfano mzuri Lieutenant General Yakub Mohamed amesema ni ule wa ujenzi wa ukuta wa kuzunguka machimbo ya Tanzanite kule Mererani mkoani Manyara. Hivyo ni dhahiri kwamba taifa sio tu limepoteza nguvu kazi muhimu, limepoteza sehemu ya jeshi la akiba. Kama wengi tunavyofahamu, vijana wanaohitimu kutoka JKT ni sehemu ya jeshi la akiba ya nchi yetu wakati wanafanya shughuli zao, lakini vile vile wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki wamepoteza wenzao na nguvu kazi muhimu kutokana na vifo vya vijana hawa. Hivyo kwa dhati kabisa tunatoa tena pole kwa wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki, mkuu wa majeshi ya ulinzi, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa tukio hili la ajali ya basi ambalo limesababisha vifo vya askari na vijana hawa. Kwa upande mwingine, wizara inatoa shukrani za dhati sana kwa uongozi na mamlaka mbalimbali za mkoa wa Mbeya, yani ikiwemo kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, wakiongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye hivi sasa Mheshimiwa Paul Mtimika ndio anakaimu nafasi. Askari na vijana wetu itaanza mara baada ya kukamilika taratibu hizi hapa leo. Napenda kuahidi kuwa tutaendelea kufuatilia safari hizo hadi watakapofika katika maeneo ya kuwapumzisha vijana, askari na vijana wetu kwa amani katika nyumba zao za milele. Kwa upande wa vijana wa JKT ambao wamenusurika katika ajali hiyo, wizara na serikali inatoa pole sana kwenu. Tutaendelea kuwa karibu nanyi, tunawatia moyo kuwa pamoja na kuwa jambo hili limetokea tusikate tamaa. Tuendelea na dhamira yetu ya kutaka kujifunza stadi mbalimbali za kazi ili tutakapohitimu tuweze kujenga taifa letu vyema na kwa haraka zaidi. Kama ilivyoelezwa na Lieutenant General Mohamed kuhusu taratibu zinazohusu haki na stahili za marehemu na wengine waliopata athari mbalimbali, zitafanywa kazi kwa haraka ili ziweze kukamilika mapema. Vivyo hivyo kwa upande wa uchunguzi wa chanzo cha ajali, kama ilivyoelezwa na Major General Martin Busungu, uchunguzi wa kina utafanywa na vyombo husika na kukamilishwa mapema iwezekanavyo ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Baada ya kusema hayo machache, ikiwa ni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, nishukuru tena. Tunapenda kutoa pole kwa mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, na tunatoa pole sana kwa wazazi, walezi ambao muda wote waliwatunza vijana wetu. Pamoja na kutoa pole kwa Mbeya kwa niaba ya Mheshimiwa Amos Makalla, mimi ambaye baada ya tukio hili kutokea
mimi na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya tulifika mahali pale. Baada ya kufika mahali pale, tukamtaarifu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Amos Makalla, kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti. Siku hiyo kulikuwa na tukio zito jingine la kumwaga mzee wetu aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wale watano bado walikuwa wakiwa chini wamegandamizwa na lile basi. Kwa jitihada baada ya kufika ziliongezeka kwa nguvu zote. Nichukue fursa hii kuwashukuru wanajeshi wote kwa sababu kazi walioifanya siku hiyo huwa ni kubwa na ya kuigwa, na wanahitaji kupewa pongezi vijana hawa walioshiriki mahali pale. Nikombe katibu, hawa walioshiriki wakumbukwe nao, wakiongozwa na viongozi wetu wa jeshi waliokuwa mahali pale, wakumbuke kwa kazi kubwa walioifanya. Nikushukuru wewe na mnadhimu mkuu wetu wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa uharaka kwa kuamua kuungana na wanambeya kwa niaba ya viongozi wakubwa. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Magufuli ambaye alitoa salamu za pole kwa Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Mbeya. Tumshukuru pia Waziri Mkuu, Makamu wa Rais, muda wote wamekuwa wakitoa salamu za pole pamoja na majukumu ya kitaifa akiwa kule bungeni, lakini mpaka sasa wako pamoja na sisi. Ndugu Katibu Mkuu, ajali hiyo kama nilivyosema, uongozi wa mkoa ulishiriki kikamilifu. Nizidi kutoa wito kwa wamiliki wa watumiaji wa barabara kuzingatia sheria na kanuni ili kuepusha ajali za mara kwa mara ambazo zinaligharimu taifa kwa kuondokewa na nguvu kazi. Tunaombea majeruhi wote wapone haraka, na uongozi wa Mbeya kwa kushirikiana na jeshi la wananchi tutaendelea kutoa msaada wa hali na mali kwa majeruhi hadi pale watakapopona kabisa. Pamoja na kamati yako uliyoiunda, itaungana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya ili kuhakikisha kwamba tukio hilo linachunguzwa na kupatiwa ufumbuzi mara moja. Kwa mara nyingine, uongozi wa Mbeya unapenda kutoa tena pole kwa majeruhi, wafiwa na kuwaombea vijana wote waliofariki kwa ajali hiyo wapumzike mahali pema. Kila aina ya msaada kuhakikisha kuwa marehemu wote wanasafirishwa na kuhifadhiwa kwenye makazi yao ya milele. Mwisho, uongozi wa mkoa wa Mbeya ni kimbilio wakati wa shida. Kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara, sanaa, burudani na michezo, usikose kutazama Global TV Online kila siku, na kwa sasa Global TV ni mshirika wa Sauti ya Amerika VOA. Ili usipitwe na kila kinachotokea Tanzania,
Download app ya Global Publishers sasa.